Huenda umewahi kusikia kwamba mtu haruhusiwi kula wakati anajiandaa na upasuaji. Unajua ni kwa nini? Na kwa nini hii ni muhimu? Karibu kwenye Siri za Mwili, mahali ambapo unapata maelezo ya kina kuhusu miili yetu na jinsi inavyofanya kazi. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Wakati mtu anaandaliwa kwa ajili ya upasuaji, operation, mojawapo ya maagizo maalum kutoka kwa daktari ni kutokula wala kunywa chochote kwa muda fulani kabla ya upasuaji. Hili si jambo la kubahatisha, bali ni sheria ya kitabibu inayolenga kulinda maisha ya mgonjwa. Je, unafikiri ni kwa nini huruhusiwi kula kabla ya operation au upasuaji? Zifuatazo ni sababu za kwa nini hauruhusiwi kula na ni muhimu kutokula kabla ya upasuaji. Kwanza, kuepuka kutapika na chakula kuingia kwenye mapafu, yaani aspiration. Wakati wa operation, mgonjwa hupewa dawa za usingizi, kitaalam zinaitwa anesthesia. Dawa hizi hufanya mwili ushindwe kujitambua, ushindwe kudhibiti, kumeza, kukohoa au hata kujikinga, kwa sababu mtu anakuwa amelala. Kama mtu amekula kabla ya upasuaji, chakula au maji tumboni yanaweza kwanza kurudi juu wakati wa usingizi. Hii itapelekea kuingia kwenye mapafu badala ya koo. Hali hii huitwa aspiration na ni hatari sana kwa sababu inaweza kusababisha kupumua kwa shida na inaweza kusababisha maambukizi makali ya mapafu, yaani aspiration pneumonia. Pia katika hali mbaya zaidi inaweza kusababisha kifo. Ndiyo maana tumbo linatakiwa liwe tupu kabisa wakati wa operation. Sababu ya pili ni kupunguza hatari wakati wa dawa za usingizi. Anesthesia hubadilisha kabisa jinsi mwili unavyofanya kazi. Misuli ya koo na tumbo hulegea na mfumo wa ulinzi wa mwili hushuka. Tumbo likiwa na chakula huongeza hatari ya chakula kupanda juu na kuongeza uwezekano wa matatizo wakati wa kumpa mgonjwa hewa ya oksijeni. Tumbo tupu humsaidia daktari wakati wa usingizi kudhibiti upumuaji wa mgonjwa kwa usalama wake zaidi. Ndiyo maana unashauriwa kutokula wakati au ukikaribia operation. Sababu ya tatu, kumrahisishia daktari upasuaji, kwa sababu tumbo lililojaa chakula huongeza shinikizo tumboni. Hivyo hufanya maungo ya ndani kusogea vibaya. Pia huongeza hatari ya matatizo wakati wa upasuaji, hasa upasuaji wa tumbo. Tumbo likiwa tupu, upasuaji huwa rahisi zaidi. Hatari ya kuumia kwa viungo vya ndani hupungua. Muda wa operation unaweza kuwa mfupi na salama zaidi kama tumbo likiwa tupu. Sababu ya nne, kuepuka kuchelewa au kuhairishwa kwa upasuaji. Iwapo mgonjwa atakula kabla ya muda uliopangwa, madaktari watachukua tahadhari. Operation inaweza kuhairishwa hadi siku nyingine. Hii hufanyika kwa ajili ya usalama wa mgonjwa zaidi na wala si adhabu. Je, ni muda gani unatakiwa kupita kabla mgonjwa hajaingia kwenye operation na mlo wake wa mwisho? Kwa kawaida ni masaa 6 mpaka 8 bila kula kitu chochote. Wakati mwingine mgonjwa anaweza kuruhusiwa kunywa maji kidogo, kumeza dawa maalum. Haya yote hufanywa kwa maelekezo ya daktari pekee
Sio kila mgonjwa anaruhusiwa kunywa maji, inategemea na aina ya operation na afya ya mtu husika. Je, hufanye nini kama umekula kwa bahati mbaya na unatakiwa kwenda kufanya operation? Kama mgonjwa amesahau au amekula kwa bahati mbaya, operation itahairishwa. Kumwambia daktari mara moja ni muhimu. Usimfiche, mwambie ukweli, kwa sababu kuficha kunaweza kuhatarisha maisha katika hali nyingi zaidi. Operation hairuhusiwi kwa usalama wa mgonjwa. Hapo mgonjwa anatakiwa hapewe tarehe nyingine. Kutokula kabla ya operation si mateso, si adhabu, ni ulinzi wa maisha. Ni hatua muhimu inayosaidia kuepuka matatizo makubwa. Kufanya upasuaji uwe salama, kulinda afya ya mgonjwa na wakati na baada ya operation. Kumbuka kufuata maagizo ya daktari kabla ya upasuaji na baada ya upasuaji ili kuokoa maisha na kulinda afya. Asante kwa kunisikiliza. Mpaka wakati mwingine kwenye Siri za Mwili. Usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni.